masuala ya malipo ya korosho. Ameuza muda rafiki, lakini anakuja kulipwa muda ambao sio rafiki, na analipwa kwa bei ya chini, ikiwa yeye korosho lake ilikuwa ya daraja la kwanza. Unadhani nini kifanyike kama afisa masoko, na kwa hivi sasa mikakati ya kimasoko ikoje kuhakikisha wakulima safari wanakuwa na bei nzuri ya korosho? Sawa, kimsingi mwongozo uko wazi kwa ajili ya usimamizi, na pale kuna wadau tofauti ambao wanatakiwa wasimamie ule mwongozo. Na sisi bodi ya korosho, kama nilivyotangulia kueleza zangu kwamba tumeongeza usimamizi mzuri. Kwa hiyo tuna vijana wetu wa Jenga Kesho Leo Bora DBT, ambao nao pia kule watasaidia kwanza kuangalia ubora, lakini pia kutoa taarifa kwa wale wakulima ambao labda hakulipwa fedha zao kwa wakati. Sababu kama nilivyosema, mtangulizi alisema kwamba korosho inayoingia awali kwenye gala ndio inatakiwa kwanza ingie sokoni na kuuzwa. Sasa wale vijana wote tumeweka kule watatusaidia pia kutupa taarifa kwamba kama kuna taratibu zimevunjwa pale, basi tutachukua hatua kwa wakati. Hiyo tunaamini katika msimu huu tutazingatia hilo na kusimamia vizuri kabisa korosho iuzwe kwa wakati, lakini bei bora. Kwa kweli kama afisa masoko, ule mfumo wa kulaza sanduku na mfumo huu wa kimtandao wa mauzo ya korosho, upi bora na upi ambao unaleta tija kwa kwenye soko la korosho? Ukweli kabisa mfumo huu wa soko la kwa njia TMX, soko la wazi umekuwa na tija sana. Kwa msimu, kwa mfano msimu uliopita 2024-2025, ndio bei ya juu ilikuwa 4195. Yes. Kwa hiyo unaona kwamba kuna ushindani ni mkubwa, kwa sababu hii inatoa ruksa kwa wanunuzi wote duniani. Hata kama yuko nchi yoyote kule, anaingia online, cha msingi au na leseni yake, akishakuwa na leseni ya bodi ambayo inatoa bodi ya korosho, yeye popote duniani yupo, yeye anaweza kuingia online akafanya bidding popote alipo, yeye akafanya ushindani wa bei popote alipo duniani. Kwa hiyo imetoa fursa, sio kama mpaka huko Tanzania hapo unafanya bidding, hapana, huko ulipo duniani. Kwa hiyo imesaidia kuleta ushindani wa bei pia. Wakati ni wako, tungeanza kwa kujitambulisha pia. Karibu. Sawa, asante sana ndugu mtangazaji. Mmoja wetu Liberato Soka ni afisa masoko katika bodi ya korosho. Soko lipoje? Soko bado ni nzuri, kwenye bei ya dunia soko bado ni nzuri. Na labda ningependa kuelezea tayari msimu wa mauzo ya korosho 2025-26 umekwishafunguliwa. Na ulifunguliwa tarehe 1 mwezi wa 9 2025. Na kwa sasa kuanzia kesho tarehe 22 magari yetu ya AMCOS wataanza kukusanya kupokea korosho. Kwa hiyo wakulima kuanzia kesho ruksa sasa kupeleka korosho kwenye magari ya AMCOS yapokelewe. Na tarehe 25 sasa magari makuu nayo yataanza kupokea korosho kutoka kwenye AMCOS. Sawa sawa. Na tunategemea tarehe 31 tutaanza rasmi minada yetu. Sawa sawa. Naam. Mmekuwa mkitumia mfumo wa kisasa wa TMX kwa ajili ya mauzo ya korosho. Na wakulima wengi wamekuwa wakipongeza jitihada zinazofanywa kwa maana ya kupata bei nzuri. Lakini msimu wa jana bei za mwisho zilikuwa sio bei rafiki kwa wakulima. Tuambie msimu huu matarajio yenu yakoje, na kwenye masuala ya bei, yani tunaiona wapi bei ya korosho msimu huu? Sawa. Kama hivyo tunaweza kusema kwamba swala la bei kwanza huwa ni shindani. Ndio. Na utaratibu wa mfumo katika msimu huu ni ule kama msimu uliopita kwa njia ya minada. Kwamba wakulima watakusanya korosho kwenye gala AMCOS, itaenda gala kuu na itafanyika minada kwa njia ya ushindani. Kwa hiyo wanunuzi popote duniani watafanya ushindani kununua ile korosho. Sasa kwa nini sangine bei zinakuwa zinashuka? Ndio. Hii pia inategemea na hitaji la soko la dunia kwa kipindi hicho. Tulipoanza kwa mwanzoni bei zilikuwa juu. Lakini tulikuwa tunaenda ukuta soko nalo hitaji kidogo linapungua. Lakini kikubwa kama alipoongea mtaalamu kwamba ubora nao. Ndio. Tunapokuwa tunaelekea mwishoni mwa msimu kunakuwa na baadhi ya watu sio waaminifu. Wanapokea korosho kwa mfano kwenye baadhi ya vyama, wanachukua korosho ambazo hazina ubora, na wanapoenda kule sokoni, kwa hiyo unakuta hata ile bei inachukua kidogo. Kwa hiyo ndio maana tunahasa sana. Tunaomba sana tuhakikishe korosho zinapokelewa zenye ubora kwenye magala yetu ili tuendelee kupata bei bora. Demand ikoje kwenye soko la dunia kwa hivi sasa kwenye korosho? Demand yake ikoje? Uhitaji bado ni mzuri sokoni, unaendelea, japokuwa kuna nchi ambazo zinaweza zikaingia sokoni wakati sisi tunaingia sokoni, lakini bado kuna uhitaji mzuri sokoni kwenye soko la dunia. Sawa. Kwenye world market price yake sasa hivi ikoje? Kimsingi kwa kilogram. Kimsingi sasa hivi siwezi kuongelea kwa nani lakini kimsingi bei ni nzuri. Kimsingi bei inaridhisha. Bei inaridhisha. Watu wanachokiomba ni kwamba basi tuwe na korosho bora. Tuseme korosho bora ili tuweze kupata ile bei nzuri ile sokoni.